DW. Inapatikana pia kupitia Instagram. Naam, karibu tena msikilizaji na mtazamaji wetu, mfuatiliaji wetu kwa mjadala wetu ambapo leo tunaangalia dhima vyombo vya habari, mchango wa vyombo vya habari kuelekea uchaguzi wa Tanzania. Katika laini ya simu kutoka jiji la Mwanza tunaye mwandishi wetu Doto Bulendo, na huko visiwani Zanzibar tunaye Salim Said Salim pamoja na Tony Alfred, ambao Tony Alfred akiwa katika jiji la Dar es Salaam. Studioni upande wa pili ni naye Saumu Njama ambaye anafuatilia wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu wanasema nini. Basi moja kwa moja nianze nawe Doto Bulendo ukiwa hapo Mwanza. Vyombo vya habari kama tunavyofahamu ni muhimu kwa demokrasia na uchaguzi wa kidemokrasia. Hauwezekani bila vyombo vya habari. Uchaguzi huru na wa haki hauhusu tu uhuru wa kupiga kura na ule ujuzi wa jinsi ya kupiga kura, bali pia mchakato mzima shirikishi ambapo wapiga kura hushiriki katika mijadala ya hadhara na kuwa na taarifa za kutosha kuhusu vyama, sera zao, wagombea na michakato yenyewe kuelekea uchaguzi ili kufanya maamuzi sahihi. Mpaka hapa tulipo Doto, ipi tathmini yako kuhusu mchango wa vyombo vya habari Tanzania kuelekea uchaguzi? Asante Charo. Mpaka sasa kwa namna moja ama nyingine vyombo vya habari vimejitahidi kwa nafasi yake, japokuwa havijafanya kile ambacho mimi naweza nikasema vilitarajiwa sana. Zimekuwa ni habari zaidi zinazohusu yanayotokea katika majukwaa ya kampeni, yale yanayosemwa na wagombea katika majukwaa ya kampeni, na yale ambayo yameandikwa katika ilani za vyama, kwa maana manifesto za vyama, kwa namna moja ama nyingine yamewekwa pembeni kwa kiwango kikubwa na vyombo vya habari. Kwa hiyo tumejikuta tunapata habari nyingi sana zile ambazo zinatoka kwenye vinywa vya wagombea wanapokuwa katika majukwaa toka tuanze kwa kampeni za uchaguzi safari hii. Asante Doto. Salim Said hapo Zanzibar, vyombo vya habari vinaonekana kama mlinzi muhimu wa uchaguzi, mchakato mzima wa uchaguzi wa kidemokrasia, kulinda uwazi wa mchakato huo. Unaonaje kwa upande wa Tanzania bara na pia visiwani kwa jicho lako? Kwa kweli kwa mtazamo wangu hali kidogo imekuwa na afadhali, lakini bado safari ni ndefu sana, na hii zaidi hasa kwa vyombo vya umma. Bado vinafanya kazi kama vya serikali na kuegemea kwa upande wa chama kimoja ambacho ni wanaita chama tawala system. Kwa nini nasema hivi? Kwa mfano, toka kampeni zimeanza hapa Zanzibar na bara, kwa Zanzibar taarifa ya habari hata siku moja haijawahi kuongozwa na habari za kiongozi yoyote wa upinzani. Kila siku Mama Samia, Dr. Mwinyi, kama vile ni uchaguzi wa chama kimoja. Lakini baya zaidi ni kwamba hata katika hizo ilani za uchaguzi zilizotolewa, kwa mfano, mambo muhimu yanayozungumzwa na wapinzani hasa ACT Wazalendo huyaoni kupewa umuhimu na ustahiki au kufuatiliwa. Kwa mfano, kwangu mimi moja jambo muhimu sana lililotangazwa kama ni ahadi, sijui kama itatekelezeka au haitekelezwi sijui, ni kwamba zao la karafuu ambalo ndio pekee linalohodhiwa na serikali na kununuliwa, wanasema ACT katika ilani yao watalifanya liwe huru kama ilivyo kwa anayechimba dhahabu, anayelima maharage, anayelima mpunga na vitu vingine. Na mkulima Salim, kwa huru. Naomba ni kukate hapo kidogo. Tony Alfred, najua kwamba anakufuatilia na umetaja kuhusu taarifa ambazo zinaelekezwa mbele katika vyombo vya habari, taarifa za rais na wale ambao wako madarakani kana kwamba ni uchaguzi wa chama kimoja. Tony, hebu tuzungumze kuhusu ule uhuru wa vyombo vya habari kuweza kujiamulia, manake wanaanza na taarifa ipi, ikitoka hii na kwenda hivi. Unadhani kwamba kuna uhuru huo ama unaona kwamba uhuru huu umeminywa wakati huu kuelekea uchaguzi? Tony. Siwezi nikasema moja kwa moja umeminywa au haujaminywa kwa sababu ya mazingira ya hali ya uchaguzi. Ni uchaguzi ambao unaweza kusema ushindani umekuwa mdogo ukilinganisha na chaguzi zilizopita.
Kwa hiyo hata namna vyombo vya habari vinavyojaribu kutafuta habari, ukiangalia habari zilizotamalaki ni za chama tawala, kwa sababu vyama vingine vilivyopo havina uwezo, na wakati mwingine vinakuwa kama havijajiandaa, ratiba zao saa nyingine hawajazipanga vizuri, hawajafanya vizuri. Kwa hiyo unakuta chama tawala ambacho kina miundo ya kutosha, ina namna za kutosha, unakuta habari zake zinapatikana kiurahisi. Kwa hiyo vyombo vinaweka ile habari inayopata, hasa kwa kuangalia kwamba kuna swala pia la gharama la kutafuta habari. Lakini kingine ni kwamba habari unayoweka, maana mwisho wa siku ni mlaji. Namna unapotumia gharama kutafuta hiyo habari ni kwamba, je, itakulipa mwisho wa siku kwa vyombo habari ambao vinafanya kibiashara? Kwa hiyo ukiangalia haya mambo, mwisho wa siku ndio yanachangia kwamba habari namna zinavyoonekana. Hata wanapojitahidi. Haya, tumsikilize kidogo Doto. Kulikuwa na madai kwamba vyombo vimekuwa kama unga, manake taarifa zao ni za juu tu. Madai haya unayozungumziaje katika kufuata maadili ya taaluma hii na ule usahihi wa kutopendelea upande wowote katika utangazaji wao? Charo, mimi binafsi nina mtazamo tofauti kidogo. Nimekuwa navifuatilia vyombo vya habari, hususan televisheni za Tanzania nyakati za taarifa zao za habari usiku. Nikiri kabisa kwamba kuna mabadiliko kidogo, labda kwa sababu ya ushindani wa safari hii. Kuna mara kadhaa nimeona mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Samia Suluhu Hassan, amekuwa anakaa story ya tatu, ya pili kwenye baadhi ya taarifa za habari, kitu ambacho naweza nikasema kuna mabadiliko kidogo. Changamoto ambayo ninaiona kwa sasa ni ule uchambuzi wa kina wa yale yanayosemwa na wagombea. Mengi kwa mtazamo wangu hayawafanyi wanaofuatilia taarifa za habari kupata uelewa wa kutosha juu ya ahadi na utekelezaji wa ahadi hizo. Wagombea wamekuwa watoa ahadi kubwa, lakini vyombo vya habari haviingii ndani na kuuliza, kuwabanda wachambuzi na wagombea wenyewe juu ya utekelezwaji wa ahadi wanazozitoa kwenye majukwaa. Tony, unamsikia Doto anasema vyombo vya habari haviingii ndani. Umezungumzia swala la uwekezaji wa kifedha na mambo kama hayo. Unaona kwamba changamoto hizi kwa namna gani zinaweza pengine kuchangia kule tunakokwenda, hata baada ya uchaguzi umefanyika? Sasa watu wanataka kusikia matokeo. Je, matokeo yatakuwa yanatangazwa? Kwa sababu umesema kwamba kuna hali hiyo ngumu kidogo ya masuala ya bajeti. Tony? Nadhani matokeo yatakuwa yanatangazwa huko mbele, itakuwa ni rahisi kwa sababu hakuna kusafiri. Vituo vya kutangazia vinafahamika. Lakini kingine kuhusu hoja ambayo ameibua ya uchambuzi, na nadhani hoja ya uchambuzi inakuja kwenye hali ya uhuru wa vyombo vya habari. Hasa hiki kipindi cha uchaguzi kumekuwepo na shinikizo kubwa kutoka kwa wale ambao wanaratibu vyombo vya habari, hasa kwenye kuangalia namna habari zinavyotoka. Kwa hiyo vyombo vingi vinaepuka hasa kwenye kuchambua, kwa sababu hapo ndipo mambo mengi yanapoibuka. Kwa hiyo inabidi wanaishia kwenye kuripoti, kwa sababu ya changamoto hasa za kutoka mamlaka ambazo zinasimamia, kwa sababu zimekuwa zikiweka na mikono kwa nguvu sana. Unaona vipi, Salim Said, upande wa mitandao ya kijamii, jinsi ambavyo imekuwa katika harakati za kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi? Kwa kweli, kwanza kabla sizungumzia mitandao ya kijamii, nataka kuzungumzia hapo sema haviingii ndani. Mimi nakubaliana naye kabisa. Kwa mfano, mwandishi wa habari anapotakiwa hasa kitaaluma awe na jicho la ziada, lakini hili halipo kwa waandishi wa habari kwetu wengi, hasa Zanzibar. Kwa mfano, alitaka ingie ndani mwandishi wa habari aangalie mkato wa majimbo. Je, unatoa level ground, yani mazingira sahihi? Kwa mfano hapa Zanzibar kuna jimbo la Pwani. Jimbo hili lina wapiga kura 1600, wakati jimbo la Mji Mkongwe kwa mfano zamani ilikuwa majimbo mawili, Malindi na Mkunazini, ya kuunganishwa. Baadaye likaunganishwa tena jimbo la Mlandege, majimbo matatu kufanywa moja. Baadaye likaunganishwa jimbo la Makadara kidogo yani majimbo matano
ya eneo la stronghold ya upinzani ACT limegeuza jambo moja. Hili ni ngome. Hili ni swala ambalo walikuwa waandishi wa habari waliulizie, walifuatilia kwa undani. Inakuwaje hata ikawa hivi? Na limefanyika hilo ama halijafanyika? Na kama halijafanyika, unaona changamoto zilikuwa ni nini? Kifupi. Changamoto ni kwamba ni uoga, kutojielewa, lakini zaidi wengine bado wanaona kukosoa ni kama kufanya madhambi. Hii ndio tatizo la nyinyi lilokuwepo. Haya, Tony, zaidi ni kwamba Tony, unamsikia hapo Salim anasema, Tony, unamsikia Salim anasema kukosoa inaonekana kama dhambi. Kauli yako kifupi. Ni kweli, na matokeo baada ya wengi, na wakati mwingine ni kukosoa kule ambapo kunafaa kufanywa, kwa sababu akili hazifanani. Matokeo baada ya hapo mengi yamekuwa sio mazuri. Kwa hiyo unaona wamiliki wa vyombo vya habari waliweka uwekezaji wao, wanajaribu kuwafanya waandishi watembee kwenye mstari ambao hautawaingiza kwenye matatizo. Kwa sababu tayari kuna mifano ambayo yameonyesha namna ukifanya uandishi wa aina fulani inakuwa ni shida. Haya, asante Tony. Saumu Njama, najua unafuatilia, wanasemaji wafuatiliaji wetu? Mitandao ni mengi yanazungumziwa, lakini wengi wanalalamika namna gani hawapati habari nyanjani kadri zinavyokuwa, isipokuwa nyingi zao zinaegemea upande mmoja. Lakini kuna mmoja hapa akasema waandishi wenyewe wanashindwa kusema waziwazi matukio yanavyotokea. Lakini Deo James anasema uchaguzi Tanzania ni maigizo ya utawala, hakuna ushindani na vyombo vya habari vipo mikobani mwao. Haya Doto, vyombo vya habari viko mikobani mwao. Tunakaribia kukamilisha mjadala wetu. Kauli yako ya mwisho kuhusu dhima ya vyombo vya habari kuelekea uchaguzi. Siku zimekaribia kabisa, ni wiki nadhani ni ijayo tu, 29. Vyombo vijitenge na kurusha ama kusambaza habari ambazo kwa mtazamo wangu ni kama vichekesho kutoka kwa baadhi ya wagombea. Baadhi ya wagombea wamekuwa wanarusha taarifa ambazo unaona kabisa haikutakiwa kuwa habari, lakini baadhi ya waandishi wanavifanya kuwa habari na kugeuza uchaguzi kuwa kama kichekesho hivi. Haya, asante sana Doto Bulendo. Tony, kuna lolote ambalo unataka kuliongezea? Kifupi tu kabisa, tunakamilisha mjadala wetu. Nadhani kama wagombea wenyewe wanafanya uchaguzi kwa kichekesho, sio kazi ya vyombo vya habari kuficha hilo. Kazi ya vyombo vya habari ni kuripoti namna inavyokuwa, na ni kazi ambayo nadhani tuendelee kuifanya. Asante. Haya, asante sana msikilizaji basi kwa kuendelea kuwa nasi na kutufuatilia katika mjadala huu. Asante sana Dr. Bulendo ukiwa hapo Mwanza, na Salim Said Salim ukiwa huko Zanzibar, na Tony Alfred ukiwa hapo Dar es Salaam kwa kushiriki mjadala wetu ambao umeangalia mchango wa vyombo vya habari Tanzania kuelekea uchaguzi. Endelea kuwa nasi msikilizaji.